Msichana wakati akipiga magoti mbele ya wazazi wake kabla ya harusi, alipigwa kwa bahati mbaya na picha ya mama yake aliyekufa. Kwa mshangao wake, muujiza ulitokea wakati huo. Alipata uwezo wa kusikia tena, akiwa na hamu ya kumwambia mumewe. Alikaribia mlango na kusikia mazungumzo yaliyomfanya damu yake igande. Mwanamume alikuwa tayari na rafiki yake mkubwa. Sababu pekee aliyompenda sana ilikuwa kurithi na kudhibiti hisa zake baada ya ndoa. Msichana hakuamini kwamba mwanamume aliyenena maneno matamu kwake anaweza kuwa mwenye nia mbaya. Kusikia kelele nje, mwanamume alitoka nje akijifanya wasiwasi na kuuliza kama ameumia. Rafiki yake mkubwa alimkumbusha nyuma kwamba wanapaswa kumwondoa msichana mara tu atakapopata hisa, lakini hawakujua msichana alikuwa tayari amepata uwezo wa kusikia. Kwa usalama wa muda, msichana alikandamiza hasira yake na kujifanya bado ni kiziwi. Hii pia ikamruhusu kuona tabia ya kweli ya familia ya mchumba wake. Ilibadilika. Mama mkwe wake alikuwa amemdharau kwa kuwa kiziwi na alikuwa akisubiri tu mwanawe apate hisa. Wakati tu mwanamume hata kwa unafiki akatangaza kwamba haijalishi kama hatampa hisa, kwamba hakuwa naye kwa pesa. Msichana alijifanya ameguswa na akatia sahihi bila kusita. Wakati familia ikiadhimisha mafanikio ya hila zao, hawakujua kwamba msichana alikuwa amebadilisha kwa siri makubaliano ya uhamisho wa hisa. Hisa zote zilizokusudiwa mumewe sasa zilitolewa kwa hisani. Mama mkwe akiwa na hasira alikimbia kumpiga msichana kofi, lakini msichana akamvuta haraka mchumba wake mbele kama ngao. Baada ya sherehe ya harusi ya upuuzi, msichana aliamka usiku wa manane na akakuta kitanda karibu yake kikiwa tupu. Akajua kwamba usiku uliopita mumewe alikuwa na rafiki yake mkubwa. Akiwa amevunjika moyo, akatoa simu yake na kutuma ujumbe kwa kaka yake mdogo. Siku iliyofuata, msichana alikabidhi hisa zilizosalia za kampuni kwa mwanamume mbele ya rafiki yake mkubwa. Alitaka mwanamume apande juu ili amuangushe kwa ukali. Mwanamume aliposhikilia hati ya uhamisho, akakusanya mkutano wa bodi kujionyesha kwa kifahari nafasi yake mpya kama rais. Sauti ikasikika ghafla kwenye mlango. Mimi ndiye rais halisi.